Kristo, jina lipitalo majina yote. Asante Yesu, maisha yetu. Kusudi jema na maisha yetu. Asante kwa ajili ya mchana huu ambao umetupatia tena. Uwepo katika kwa ajili ya neno lako. Roho Mtakatifu, tumia mtoto wako kama chombo cha kazi yako, ili watoto wako tupate kitu cha kutufaa maisha yetu. Tunakataa kila roho zote chafu katika jina la Yesu Kristo. Tunafunga milango ya adui ya kila aina. Baba yangu na Mungu wangu, pake mafuta mtoto wako, asimame pamoja na wewe, aseme pamoja na wewe, na neno lako likapate nafasi mioyoni mwetu. Katika jina la Yesu Kristo, tunakukaribisha Roho Mtakatifu, useme na mtumishi wako, ili neno lako lipite kwetu. Kupitia jina lako Yesu Kristo, Mwokozi wetu. Amen. Amen. Niwashukuru watumishi wa ushirika huu wote wainjilisti pamoja na wazee wa kanisa na watu wote wa ushirika huu wamekuwa msaada kwa ajili ya huduma hii. Ninawaambia watu wa Mungu waliokuja kutoka pande zote, kongamano hili limekuwa wa zamani kwa sababu mmekuja. Kama msingekuja kongamano hili lisingekuwepo. Lakini Mungu aliwabariki mioyo akawapa uhitaji ili Mungu apate kuja kuongelesha mioyo yetu. Kwa jina lake ni Yohana Mandati ya Boma Leki Sau. Na amempokea Yesu kama rafiki wa maisha yake. Nawezekana mimi ni mhubiri mdogo kati ya wahubiri, lakini Mungu ametenda kuu nami nipate nafasi ya kuongea kwa ajili yake. Na niongea mambo machache kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya tumaini ambayo Mungu ametupa. Maana ndugu zangu, ni siku za mwisho katika kongamano hili. Tulianza na sasa tuko siku za mwisho. Kwa hiyo ambaye ingependeza ukikaribia kusikiliza vitu vya kupeleka vya mwishoni, ikatunze familia yako na taifa lako. Maana ninyi ndio watu ambao Mungu amewachagua akawaleta ili mpate kubeba neno la Mungu kwa mwenda. Watu ni wengi manyumbani kwenu, karibu makanisa yenu na taifa lenu, lakini nyinyi ndio Mungu amewachagua. Na inahitajika mtu aliyechaguliwa asikie jambo. Uendako ukule kwenu uwe na kitu cha kwenda kusema. Kwa sababu mwanadamu ni kitu cha zamani mbele za Mungu. Hakuna kitu cha zamani inayemzidi mwanadamu mbele za Mungu. Mwanadamu ni kitu cha zamani kuliko vitu vyote. Na ndio maana kikao kama hicho, kongamano kama hicho ndicho tu walionao. Maana ni watu ambao Mungu amewaumba akaweka duniani, lakini pia anatumaini la kuonana tena huko mbinguni. Kwa hiyo haitajiki ucheze kwa sababu bado unahitajika ufike kwa Bwana. Inastahili usikie habari hizi, maana ipo siku Mungu atakwambia acha dunia hii uende kwake. Na siku hizo hatuambiwi. Kama ni kesho ama kesho kutwa ama mwaka kesho. Lakini hakuna mtu mwenye taarifa kwamba siku hizo itakuja lini. Lakini Mungu anaongea ili roho yako ipate kukaa kwa kutumaini au kwa kusubiri.
ndugu zangu na wababa zangu, nataka tuzungumze neno kwa wakati mfupi ambao tumepata. Nataka ujue kwamba wewe ni mtu wa zamani kabisa, ambao Mungu amempa nafasi au wakati. Nataka tueleze dakika cha somo kinachosema tukisimama imara kwa imani tendeni baso kalolonga wale ndiugoto, tutasikilizwa na Mungu, maana tumepewa mamlaka kwa sababu sisi ni miungu midogo. Na akini ni yole angalia muso yole angalia anaangalia ngorene, na ni wana wa Mungu tulioumbwa na Mungu. Na ngara angai na yobe angai tendeni na orosidai, tukisimama kwa msimamo imara ni yole angai Mungu atatusikia. Amunga angai yule, maana sisi ni miungu midogo, na sisi ni wana wa Mungu walioungwa na Mungu. Kwa hiyo si watu wadogo kama tunavyoona. Kama unavyoona kwamba si ni mtu asiye na maana. Inakwambia kwa ishara Mungu anafanya kwa ajili yako, ni mtu wa zamani. Wewe ni mtu wa zamani tena aliyechaguliwa na Mungu. Na kuna mambo mawili. Iwezekana kijana kazaliwa kama mlinzi wa familia, lakini inawezekana wakati anakuwa babake anapomzubiri, inawezekana akabadilika kama mlevi mbaya, mpaka akawa anawapiga ndugu zake, mpaka akawa ng'ombe za wenzake, mpaka akawapiga wazazi. Ikawa shetani tena kupewa ulinzi kwa sababu ni mtu ambaye amepita njia tofauti. Na baba yake hawezi kuamini, atasema lazima baba yake atasema na kumtoa aweze kupata mtu mwingine mwenye tumaini atakayetimiliza. Anaweza kuwapa amri akawaambia kwa vile huyu kijana kama atanipa wapendi ng'ombe mbili ama vitu fulani, ili kwa sababu kwa Mungu sisi ni watu tuliochaguliwa na Mungu anatusubiri tuweze kurithi. Lakini tukianza kuharibu tukiwa hapa, hatutatumainiwa tena kuridhisha ufalme. Lakini waliona mwaka vizuri, watu wakubwa au wadogo, wanawake au waume, Mungu ameshawatengeneza kwa uumbaji wake. Na Mungu ana matumaini makubwa ya kesho. Na tusome neno la Mungu kwa kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26. Unajua kwamba ni mtu wa zamani na Mungu amekaa kwa kutengeneza. Ili usiende ukajaribu ukawa mtu aliyeharibu kwa upande wa Mungu. Ili Mungu asubiri siku atakapokuita awe na matumaini. Nataka niwaambie watu wangapi, Mungu amekuja kukutana na nyinyi kwa sababu nyinyi ni watu wa Mungu. Mungu ameona kwamba anastahili kuwazungukia kuja kusema. Na kama hujawahi kujua kwamba ni wa zamani kwa Mungu, jua leo. Kama hujawahi kujua kwamba ni mlinzi wa Mungu, fahamu leo. Usitahidi kufanya mambo yanayompa Mungu sifa kwa. Sasa neno la Mungu ndio kitabu cha Mwanzo 1:26. Hebu tusome tusikie ninavyosema. Ndio njoo ilangai tangana Yesu. Esiba, leta ngai. Amara kularo ngani rangira nandugoro anandikeyo. Nagen tonente meroria singir dan Naivasha
omoronyala ing'ang'e onkishu onkopookin opooki toki naishorita bari tenkop metii Enkai oltung'ani tenkitanyanyukoto enye makewon tenkitanyanyukoto Enkai itayio ninye ninche olee ong'oroyie nemayian Enkai ninche nejoki entoisho entoponari emputa enkop entoyia sii isinkirr lenaiposha omotonyi oloing'ang'e opooki toki ake ninye naishu naisiausau tenkop. Pigie Yesu makofi. Neno la Mungu likasema Mungu alifanya mambo yote kwa neno kwamba ziwe. Ilipokuwa mtu Mungu akakaa kwenye kikao akatafakari na ufalme wa mbingu. Inawezekana amekaa na malaika, inawezekana amekaa pamoja na mwana wake, inawezekana amekaa pamoja na wazee 24. Wakapatana kwamba tufanye nini atakayekuwa mlinzi wa dunia kwa ajili yetu. Akasema na tumfanye mtu anayefanana nasi na tumpe mamlaka yote katika taifa kama walivyo na mamlaka mbinguni. Maana watu hao tutawafanya kwa mfano wetu. Watu wanaweza kufanya mambo makubwa ambayo Mungu anahitaji. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Nataka nikwambie dada yangu, kaka yangu, usijaribu kwa mpango ambao Mungu amekuwekea duniani. Jua kwamba ni mtu uliyewekwa duniani kwa mpango wa Mungu. Ndio maana Mungu akitaka kufanya chochote duniani anafanya na mwanadamu. Mungu akitaka kukutana na watu anawakutanisha na na Mungu akitaka kubariki taifa anawabariki watu. Na Mungu akitaka kufanya jambo fulani anafanya na watu. Maana Mungu ameona mwanadamu ni mfano wake. Nara nikwambie baba na mama, nara niwaambie taifa la Mungu, siharibu uumbaji wenu mliopewa na Mungu. Msiweke mioyo yenu kwa Mungu. Maana ninyi ni watu wa zamani mliowekwa duniani. Na duniani hapa tulipo ni kivuli cha mbinguni. Kwa hiyo unapoona utajiri tulionao ni kivuli cha ule utajiri wa mbinguni. Haya ambayo Mungu anayafanya duniani ni yale ambayo Mungu ameshafanya duniani. Mungu amekwambia leo wewe ni mfano wa Mungu. Hauna tofauti na Mungu aliye mbinguni. Mungu amekutengeneza kwa mfano wake na akakupa akili ya kutawala. Nataka nikwambie jambo moja. Wa mtu akiteuliwa kuna namna ambayo ataingiliwa. Akaona mimi ndio natawala. Nataka nikwambie jambo moja. Yule mtu anaitwa ile majivuno imempiga utawala aliyopewa. Maana Mungu amemtengeneza mwanaume akajifananisha na akamfanya mwanamke ili mwanaume apate kuwa na furaha. Lakini utawala huu ambao Mungu hajaenda kwa utaratibu kama vile Mungu alivyomtumaini. Na ndio maana unaona katika taifa nyingi wanawake ni wengi wanaenda kanisani na watoto, lakini wanaume wamekuwa na majivuno kwa utawala waliopewa. Wamekuwa ni watu walio wanatawala na watu ambao Mungu ametoa kwa mfano wao. Na ndio maana Mungu amemwambia mwanadamu, amwambia simama kama mwanaume. Simama kama mwanaume. Nami nikuulize wewe, na wewe utanijibu.
wakati nilipoanza kutengeneza wewe ulikuwa wapi? Huwezi kujua ulikuwa wapi wakati dunia inatengenezwa. Lakini Mungu anatujulisha kwamba Mungu alipomaliza kutengeneza na akafanya kikao kwamba tutengeneze na tumpe utawala unaomfaa hata wale ng'ombe zilizo duniani ambao Mungu ameweka duniani, hata wale vyote vilivyo baharini. Na ndio maana kwa taifa letu la Tanzania tunatumia mali ya wanyama kama maana tumepewa mamlaka ya kutawala. Nataka niwaambie watu wangapi, nataka nikwambie watu mkusanya wewe ni mtu wa zamani mbele za Mungu. Usiende mbali na Mungu, na usijaribu kama kana kwamba wewe sio mtu wa zamani mbele za Mungu. Jione kama ni mtu wa zamani. Kumbuka wewe ni mtu wa zamani leo kwa dunia. Mungu anataka mkae pamoja kwa dunia. Mungu anapotaka siku moja atakapokuja na awe na tumaini na wewe, maana amekutengeneza kwa mfano wake. Alipomaliza kutengeneza akatutengeneza wote, ndio maana niwaambie watu wa Mungu waangalie maana Adam na Hawa hawana laana ambayo haijatubiwa hadi leo. Laana Adam na Hawa ipo mpaka leo, maana walikuwa Adam alilaaniwa kwa chakula, na hata leo hiyo laana. Na Hawa alilaaniwa kwa uchungu wa kuzaa, na hata sasa kuna uchungu wa kuzaa hadi leo. Lakini kwa upendo ambao Mungu amempenda mwanadamu, alikuja kununua hayo mwanadamu kupitia mwana wake. Ndio maana leo ni watoto wenye matumaini. Tumenunuliwa wetu ili kesho ibilisi. Lakini ile mwili iliyolaaniwa inasubiriwa iende kwenye mavuvi ikaoze huko. Lakini huu hai ulionunuliwa Mungu ndio anahangaika. Mungu ndio maana ndio maana Mungu anasema usiendelee, msiambatanishe mwili na uhai wa Mungu. Maana neno la Mungu limetuambia mwili, kila roho inayotawaliwa na mwili amekuwa adui wa Mungu. Niwaambie wa ndugu zangu, angalieni, maana si ni watu wa zamani mbele za Mungu, watu wanaostahili kukaa kwa utulivu, watu wanaostahili kukaa kwa kupatana, watu wanaotakiwa kukaa kwa ipate kutimiliza kazi za Bwana. Haleluya. Sema amen. Niwaambie watu wa Mungu, kwa zamani tuliopewa na Mungu, tujitahidi kumtafuta Mungu tukimwogopa. Tuongee mambo yanayompendeza Mungu, tufanye mambo yanayompa Mungu tukufu, maana Mungu anatusubiri kama watu wake. Kuna siku moja parapanda itapigwa, na siku hiyo hakuna kikao tena duniani. Mungu akija akitaka uhai wako, unatolewa rupeti na unaondoka kwa chavote. Lakini Mungu anasema kumbuka ni mtu wa zamani, ni mtu ambaye Mungu ana matumaini naye. Utawekwa duniani bure, bali umewekwa kwa zamani. Ukitaka kujua, hebu angalia neno kutoka kitabu cha Zaburi mlango wa 82 mstari wa 6, ili uweze kujitengenezea namna ya kukaa mbele za Mungu, ili uweze kujifanyia mtu wa zamani.
Mungu hataki uwe ni mtu uleka mbali na Mungu. Nataka Mungu anataka ujitakase. Kama mtu ambaye ana mwendo anaondoka. Mtu yeyote mwenye safari. Akienda barabarani lazima angalie nauli alionayo. Akiona nauli yake haimfikishi. Anaangalia kwanza nauli lazima itimie. Nauli itakapotimia. Ana mashaka maana anajua kwamba ana nauli. Mtu yeyote ambaye ana nauli. Gari ikija. Anafanya mikono hivi. Anafanya mikono hivi. Anasema naomba. Lakini mwenye nauli anasimama tu kama askari. Na anapiga kama trafiki. Na gari inasimama ana mashaka. Ana nikwambia usiweke mashakani kwa Mungu. Jitengeneze msimamo. Mtu ambaye kesho anaenda kwenye foto. Maana sisi si watu wanoka. Tumejizihirisha kwamba yule askari alisimama hapa. Ana jambo la ushuhuda alitoa. Anasema hebu inua mikono yako. Ni Mungu alikuwa anaongea. Mungu alishaongea mambo makubwa. Muonya mtu yote mwenye akili. Maana katika familia zote hakuna familia ambao watu wameokoka. Watu wote wameshalia. Na hiyo machozi ya watu waliolia duniani hawajaweza kuzuia mpango walionao Mungu. Maana mpango alionao Mungu inawafikia wote. Tusome kitabu cha Mhubiri. Zaburi. Lungera. Somo si Lungera shi samana 2:6. Urgerembe samana 2:6. Samana 2:6. Yes baba. Soma lego ni sinya wini ngiri romononga. Nedo njoro ilangai. Yes baba. Nado nanu. Rawanda ngairin ingara ilo rishmara isu. Wala ndi vai rombera na rogi rungani, ilibanga irobera rungani nejogi adoiro rara na nunchi. Mungu alipotengeneza mwanadamu akasema mimi nasema ninyi ni miungu. Arana nwanga igiroga rishmara. Na yeye ni Mungu mkuu. Lakini kwa kuwa nimewatengeneza kwa mfano wangu. Ninyi ni miungu. Na wana aliye juu. Na inaonesha dhamani kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu ameweka wazi kwamba wewe ni Mungu ulioko duniani. Lakini unapokuwa miungu wa dunia wewe ni mwana wa Mungu aliye juu. Ni miungu inayofanya vitu vya akili. Lakini sisi ni wana wa Mungu aliye juu. Na kama ni miungu midogo, tuna hofu ya Mungu aliye mbinguni. Sisi ni watoto wa Mungu aliye mbinguni. Inastahili tufanye ambayo Baba anahitaji ili tuweze kuwa warithi wa ufalme wake. Aibu ngapi? Aibu alikoni tengeli romononga. Mhubiri 3. Tengeli romononga. Soko si sogala. Najua ya kwamba kila kazi afanyao Mungu itadumu milele. Haiwezekani kuizidisha kitu wala kuipunguza kitu nayo. Amen. Samara kurogara Masai legoni uni. Yesuba. Kama naomba. Nije. Kama naomba ndo jowe langa. Yesuba. Ayala dere boge na sankai. Yesuba. Ni rashinda nasi. Yesuba. Mara ya irogi na wanikini. To siyanga na biserieni. Nije langai amaya ndio ambaye poke na sankai. Najua kwamba kila kazi ifanyayo Mungu na kepigi ndarasi itadumu milele. Nyamera ngairogi yoyore na jumanya aga mwana. Haiwezekani kuzidisha kitu. Mera wale vile mbele ngayo ngani. Kwa hiyo Mungu alipomuumba mwanadamu alitengeneza na atakuwa hivyo daima. Na amesema ni miungu midogo iliyo duniani. Na ni mwana wa Mungu.
na haigeuki kwa sababu aliyefanywa na Mungu na ninyi ni watu waliotengenezwa na Mungu. Mungu na vile Mungu amesema ninyi ni sisi sio wakaaji wa dunia hii. Tuko tu dunia hii kwa wakati. Tuko tu kwa mkataba tuliopewa na Mungu. Kwa maana kitabu cha Zaburi 24 inasema nchi ni ya Bwana na vyote vijazavyo na wote wakao, na sisi ndio tunakaa. Ni wazi kwamba dunia hii ni ya mwenyewe. Kwa hiyo kama tunaishi katika dunia hii na tunaishi kwa mkataba wa Mungu, tupo kwa mkataba. Haiwezekani tena uwepo duniani. Tunahitaji watu wa Mungu tutengeneze mkataba vizuri. Tutengeneze mkataba tuliopewa vizuri. Maana ukimweka mtu shambani kwa mkataba, vile ambavyo mmepatana nayo, mwaka unapokuja unavunja mkataba na yeye. Tujue kwamba ndugu zangu, kwa kuwa sisi ni wana wa Mungu, hata tunafanana na Mungu. Tupo dunia ya Mungu kwa mkataba tuliopewa na tumeandikwa miaka mikataba kwamba ni miaka 70 na ama tukiwa na nguvu ni miaka 80. Na mkataba kabla ya miaka hiyo unaondoshwa. Lakini tukijitahidi kufanya mazuri, lazima Mungu atimize miaka yetu. Maana Mungu tayari ametuandikia miaka. Lakini Mungu pia ametuwekea namna ya kuendea katika mkataba. Mungu anakuambia siku ya leo usiharibu uzuri ambao Mungu amekupa. Maana dhambi zako zinaharibu uzuri wako. Tabia yako mbaya inaharibu uzuri wako. Na kunyima ulizi wako kwa Mungu. Nana nikwambie ndugu yangu, kumbuka maana neno la Mungu limetuambia jambo lolote ambalo Mungu amefanya litadumu milele. Na ndio maana neno la Kristo linadumu milele. Na vizazi na vizazi vitadumu. Na ndio maana rika zinakuja zinaondoka. Kila uzao unakuja unaondoka unapita. Maana ni vitu ambavyo Mungu ametengeneza. Nana nikwambie mtu wa Mungu, kajitengeneze njia kwenda kwa Mungu. Usikae mbali na Mungu. Usinyang'anye miaka. Usiharibu maisha ambayo Mungu amekupa. Hebu kaa kwa patano la Mungu aliyoweka na wewe. Nana niwaambie ndugu zangu, Mungu anawahitaji. Na Mungu lakini kuna tabia ambazo zimpendezi Mungu. Ili Mungu apate kutuliza tuweze kuwa miungu ya zamani duniani. Tuweze kuwa watoto wa Mungu aliye mbinguni. Ili siku Mungu akija tuna matumaini na huko. Mungu anapokuja kwenye familia yako una matumaini ya Mungu. Maana sisi sio wakaaji wa dunia hii. Sisi ni wageni duniani. Sisi ni kama wakimbizi. Watu wanaokimbia wanaokimbia nyakati zinapokuja. Lakini tukitengeneza tunakuwa wana wa Mungu. Tukijitengeneza kwa miaka ya mkataba. Lakini ukiharibu mkataba wako, unajua kwamba miaka ya mtu inakata. Na ndio maana sasa unaona kuja vinavyokata miaka ya watu. Kwa sababu watu hawajaenda na amri za Mungu. Watu wakirudi kumrudia Mungu,
Mungu ananyongeza miaka. Mungu anaweza kuongeza miaka. Ndio maana mtumishi wa Mungu Ezekieli. Mungu alimwambia Ezekia. Alimtumia mtumishi nabii Isaya akamwambia. Mwambie ugonjwa ulionao unakufa uponi. Amejaribia siku zake. Ezekia alipotubu akamwambia, Mungu akamwambia umeongezewa miaka. Lakini kwa kuwa mambo ambayo Mungu hayageuki, Mungu akamwambia Ezekia, nimesikia kilio chako na nataka nikusamehe. Lakini kusamehe kwangu unajisabia miaka. Usiende mbele kwa sababu hauna miaka huko. Nenda nyuma. Hesabu miguu 15. Na kila mguu ni mwaka. Kila mguu ni mwaka. Aliporudi hatua nyuma, Mungu akamwambia ndio miaka yako. Anachosema Mungu hajeuki. Na ndugu zangu, Mungu ametuambia nzuri kwa dunia hii ambayo Mungu ametuweka. Na tukapata tabia Mungu na amri za Mungu. Miaka 70, 80. Lakini kwa mkataba tuliopewa, yote anayeharibu mikataba na ananyang'anya unanyang'anya uhai uliopewa. Unakuwa ni mtu mbaya ambaye sahili unaonekana kama ni mtu aliyepigwa na pombe mpaka akatengwa na dunia. Maana ukimkuta mlevi hata kwa ukuaji wake, alikuwa ni mtu wa zamani ambao watu wamempenda. Inawezekana hata watu wamekaa hapa wakataka kumfanya mfalme wa Roma. Inawezekana akasema tumfanye Legwana ni wa walika, tumfanye kiongozi wa zamani. Lakini ngoja anywe pombe. Anapokunywa pombe na pombe inaenda kuangalia, inampa miaka. Anasema ni kama vile alikunywa pombe. Akasema hebu muiteni tu maana haribu kwenye kwa. Anakuja akisemekana haribu. Akasema acheni maana huwa ana siku hizi kama tayari anaenda kinyume kwa sababu ya tabia za pombe. Paka anasemekana tusiite kwa sababu acheni asije kutuharibia kikao chetu. Na kama anasema tuache mlevi, paka akiwaona anasema tuende kwa sababu mlevi amekuja. Hata watoto wake akimwona wanajificha. Hata mtoto wake akimwona anasema ndio mlevi ameshakuja. Alikuwa mwanaume wa maana. Alikuwa ni mwanaume wa maana ambaye ndiye anapatanisha. Lakini kwa ajili ya pombe, mzee pombe kamnyang'anya zamani. Na mtu akarudi tena mbele. Ikiwa ni dhambi ndio inakupa kiburi duniani. Ikiwa ni dhambi ndio inakupa kiburi. Na siku imekuja Mungu anasema siku inasema Mungu hataki kuona macho. Na ikisema macho ya Mungu hataki kukuona, unaondolewa katika nchi walio hai. Allah nikwambie ndugu yangu, Mungu anakuambia ni wa zamani. Wewe ni wa zamani. Unaambiwa wewe ni mtu wa zamani. Ni kweli wewe ni mtu wa zamani. Lakini una mambo anayestahili. Ni utoto wa Mungu kwako. Una mambo anayestahili. Ni utoto wa Mungu kwako. Lakini una mambo ukifanya, unaonekana kama mlevi aliyeweza pombe. Na ushangilie. Na tusome kitabu cha Wagalatia 4. Mlango wa mstari wa kwanza. Galatia mlango wa 4.
Yadukuya, nikenda bayo ali. Mstari wa kwanza na wa pili. Esiba. Esiba. Jamaik. Yes. Adoro inanunji. Esiba. Wala yeni remene. Nagi di mara ni ndoju masabogin. Kaga wale erona arri. Nemerisha ohindi. Erona bori alara maragiri. Lera shegino onaraba wangara apa. Naredo mene. Nija sikiriu iyo. Nijage. Uraba erona kira arri. Esiba. Naran kira hindigi loankia nyara angko. Agore be abawu angara sidai. Nihi wanga ye inorilene. Ore wenkiro. Dore wegini neri abori nkira napar. Tinya wiyo lalo neri abori nanakira napar. Pegru miyo aranga mukiala na rayo ingara nyana. Toshiga ebe seriani. Ndio hiyo bora ilanga inji. Neno la Mungu likatuambia. Ndio hiyo wala mwana ilanga inji. Neno la Mungu likatuambia. Kwa hala yeni remenye. Mtoto kwa baba yake. Idi maina nyaga nyingu masama boga na yanga. Kana yeye ndio anayerizi mali zote za familia. Yake wala na kinyi. Lakini akiwa mdogo. Mewara osinga. Atofautiane na mtumwa. Mera mindol wala yini la nyaga nyingu nganga na kinyi. Tofautisha mlizi na mtumwa. Amwara na kinyi. Maana akiwa mdogo. Era na bolila na marageri. Yuko chini ya watu ya mawakili wala irahegino na watunzaji. Era ni asiwale rumara wagnari yango. Na bado wanafanyizwa kazi na wale watu waliopo. Era ni singani hole ngiro. Bado mwanamke anaweza kumtuma. Ni singani hole rumuru alanda. Na wale watu wa boma ile wanamtuma. Nimekele gangira na merira nganga. Na ng'ombe hata ikiuzwa au chochote ikiuzwa. Na wajira budget nganga nimekele. Na hata budget ikitungwa kwenye familia. Amna rungani ginyila romera engipangara ose ili. Bado mtoto mdogo ambaye hana mipango. Ndio kage wale babaga nyangara na rejo menye. Lakini wakati ikifika babake amesema. Ndio niru nyingi ndogiri babaga na yanga. Analizisha vitu vyote vilioko kwenye familia. Jara wana gebela la yeni wa meromurari. Mwanaume akienda baba atailiwa. Ni abulu na dalmenya dalungani le riba. Akakuwa akaona ni mtu wa maana. Felo rangara na jogi baba la yana ratara marangara. Inakuja wakati baba anamwambia tuza familia. Wana geri menyanga. Hata kama baba yake yuko kwenye familia. Era ungiwo sokoni. Anakuja analeta ng'ombe sokoni. Nyanga kingene nguruma. Anawanunulia watoto chakula. Yeye ngingipangaro nguruma. Na anaingia kwenye mpango wa mashamba. Yeye ngingipangaro ngiwo na yale labora. Mipango ya kutoa mali kwa kuzaa. Maana imefika wakati wa kulisi hata kama baba yake yuko. Anahitaji kusaidiwa kwenye familia hiyo. Lazima kwa sababu wakati umefika. Maana Mungu amempenda kwamba ni mtu azima. Lazima babaka amuite kwamba kwa vile ndugu yangu nini kinamsaidia kumsaidia. Na akisema hatuna. Na namwambia huyu tutaenda kumwambia huyu mtoto. Na akimwambia aende aje wakati gani. Na anaenda kumwambia kwa sababu tayari mlisho ameshasema. Neno la Mungu likatuambia. Hivyo na sisi tulivyo. Wakati tuko wadogo. Dhambi zilitutawala. Dhambi zilitutawala. Tabia za dhambi zilitutawala. Lakini wakati mzuri ulipowadia. Mungu alimtuma mwana wake. Aliyezaliwa na mwanamke. Na aliyezaliwa chini ya mamlaka. Kutununua ili tuweze kuwa wana wa Mungu. Amen. Taifa letu kabla Kristo hajafika. Kuleta patano hili. Kuleta patano hili ndani yetu. Tulikuwa watu ambao tumetawaliwa na roho. Tumetawaliwa na vitu visivyo na thamani. Tumetawaliwa na nyoka weusi. Tumetawaliwa na miti.
Tumetawaliwa na mawe isiyoongea. Tumetawaliwa na vitu ambavyo havina thamani. Kwa watumwa wa dhambi. Lakini huyu mwana wa Mungu alipokuja, alikuja kununua kwa damu yake. Kwa maana tumehesabiwa ni walizi wa Mungu. Kwa maana tumehesabiwa kwa na kuambia dadangu, umejiweka upande gani? Umejiweka upande gani kwa Mungu? Umekaa kama mlinzi wa Mungu. Umefika wakati wako kwa Mungu. Mungu amekubali akufanye wapake. Wakati nayo sasa tubadilike. Tutengeneze mbele za Mungu. Tukae kama watu ambao wana kitu wanachosubiri. Tukae kama watu ambao wana sehemu ya kwenda. Tukae kama ni watu ambao wamependwa na Mungu. Tukae kama watu walionunuliwa. Maana uhai tulionao imenunuliwa kwa gharama. Hebu mpigie Yesu makofi. Na leo tusome kitabu cha Zaburi 49 mstari wa 7. Gari anabishana. Mesa mosi wenishe. Ya 49 mstari wa 7 na 8. Na bana ole la ngai hesitare. Yasiba mera yodongani okorduko. Ni jalero ni amesipa mera onwani okorduko. Maana fidia ya nafsi zao ni ina gharama. Tanga sarasa mo. Yasiba mera yodongani okorduko. Yasiba. Ana lasho angai enginyanga engishuyane. Yasiba. Amore enkorduno engishuyane. Yasiba. Na yakon. Yasiba. Namidi megara ainyangu. Peme dinga rungumono. Toshigangene beseriani. Maana fidia ya nafsi zao ina gharama. Wala hana budi kuiacha hata milele. Ili aishi siku zote asione kaburi. Neno la Mungu linatuambia ni kweli uhai wa mwanadamu ina gharama, hainunuliki. Hainunuliki uhai wa mwanadamu. Nachoweza kununulia uhai wa mwanadamu. Hakuna kitu ambacho mwanadamu anaweza kununulia. Maana mwanadamu ni kitu ambacho inagharama kununuliwa. Hakuna kitu kinachonunua uhai wa mwanadamu asiingie kwenye kaburi. Kununua kwa uhai ilikuwa ametoa uhai. Ametoa mwana wake mtakatifu. Maana yetu ndiye anaweza kutupa njia ya kuenenda mbinguni. Na ndio maana ametuambia kwenye kitabu cha Yohana, Yesu ni njia ya kwenda mbinguni. Hakuna njia nyingine iendayo kwa Baba bali ni Mungu. Ndio tu njia ya kwenda mbinguni. Ndugu zangu, ili kumtafuta Mungu kama watu wanaenda mbinguni. Itaidini kama watoto wa Mungu. Kenya acheni ubaya yenu. Ile kwa walizo wa ufalme wa Mungu. Ajili ya hiyo watu wa Mungu. Tusimame. Mama na ukaribie mbele. Ili tuweze kuomba. Na Mungu aweze kutusaidia. Hatuna mabadiliko ya kubadilika. Ili tuona kama walizi wa ufalme. Hatuhesabu kama walizi wa ufalme. Maana umejiona wewe ni mtu wa zamani. Wewe tu ndio hujajifanya. Lakini kwa Mungu, Mungu ameshafanya kazi juu yako. Na ameona wewe ni mtu wa zamani. Na wewe ni mfano wa Mungu. Na wewe unafanana na Mungu. Ametupa mkataba wa miaka ya kuishi duniani. Ndugu zangu, kama ni wapendwa wa Mungu, ningesaidia tusogee kumsogelea Mungu kwa mioyo. Maana hakuna iliyojificha Mungu hajatujulisha. Na ndio maana akasema tumepewa miaka 70.
Usiambie na wewe na hata ambayo tungefunga vile ili tusikosee. Na nyinyi nyasha likinyo na ndio warukuria ilinguriri. Na ametuambia tena sisi ni miungu midogo. Ndio waduka sisi baganga ilinguriri. Na wakajua kweli sisi ni miungu midogo. Hizi ni vitu vya ajabu. Lakini kitu ambacho kiangalia lakini kongamano inahusu nchi na ni vitu vilivyotengeneza na akili ndio kwamba mwanadamu ni miungu midogo kufanya mambo makubwa kwa ajili ya Mungu. Na ndio maana je, uliona kitu kinachotambaa kama ndege hivi? Kwa sababu engeno rungani na nafanya kwa sababu akili ya mwanadamu inafanya. Mungu akisema mnafanana na kama miungu. Ni kweli hiyo. Sisi hatujakaa kwa tabia ambayo Mungu anahitaji. Hebu angalia tu ndege. Mwanadamu anaifanya na akili ambayo Mungu amempa mwanadamu inafanya. Angalia hiyo simu unayoshika. Na hiyo mwanadamu wengi ni jangarasha. Na unashika kitu kama achifu. Ndio ya unaongea na mtu aliyeko. Ni vitu vya ajabu inayoonyesha kwamba sisi ni Mungu. Ni watoto wa Mungu aliye hai. Na niwaambie watu. Tutamani tujitengeneze. Tutamani tufanye watoto wa Mungu. Tutamani kuwa ni watu ambao Mungu anaongea nao. Tutamani kujua kwamba sisi ni watu ambao tumewekwa na Mungu. Na tukiharibu tabia zetu tutakuwa tumeharibu ulinzi wa Mungu. Na itakuwa tumefanya Mungu wetu muongo. Na niwaambie ndugu zangu, ili tuweze kuingia kwenye maombi, tumgeukie Mungu. Maana ukitaka kufanya nafsi yako iwe zamani na wewe ni wa zamani. Na ukitaka kufanya nafsi yako mwana wa Mungu unakuwa. Maana Mungu amesema ni kweli. Ni kweli. Na ndio maana Mungu anaweza kuongea ndani yako. Na anasema mambo yanayokuwa kesho kutwa. Na ni kweli nyinyi ni wana wa Mungu. Inaonyesha kwamba nyinyi ni miungu chini. Lakini akili yetu sio kamilifu mbele za Mungu. Na ni kwa vile tumetamani dunia tunaiona kuliko Mungu aliyetuumba akatuweka duniani. Lakini wale waliomwamini makao yenu yako mbinguni. Makao yenu yako wazi mbinguni. Maana Mungu ndiye amesema nyinyi wote ni wana wa Mungu. Kitabu cha Ezekieli kasema 18 mstari wa 4 nasema mioyo yote ni ya Bwana, ni ya kwangu. Ni moyo wa baba kama wa mwana ni ya kwangu yote. Lakini moyo wa mwanamke ya mwanaume ni ya mtoto. Akasema yote ni ya kwangu. Kwa hiyo Mungu amezihirisha kwamba sisi ni watoto tuliowekwa duniani. Na sisi ni walizi wa Mungu aliye mbinguni. Na tumepewa tumaini hilo ili tuweze kwenda kwa Mungu. Wewe dada yangu na kaka yangu, mambo yako ni yapi kwa ishara ambayo Mungu amekufanya? Weka wapi moyo wako? Wewe unaenda kuingia kwenye maombi. Sogea watu wote. Sogea kila mtu. Kuingia kwenye maombi. Lakini ngoma nana bosho. Mungu afanye kutubariki. Nyoro ngani arondera. Amka mtulie ka sogea. Karibia tupate kuingia kwenye maombi. Hallelujah.
Asani mwagulo nagaelo. Afanye dhambi anakufa. Mera yenyu mwangai Kuna ufalme wa Mungu lakini pia kuna kifo. Yago ngusumele ngomono. Hayo napiga na tunabudu. Nigugo mwanibisho yoga kai entelara yakuna pa na yanga ile yo. Tunaomba Mungu atupe kusudi la haya mambo anayoongea. Bisho yoga kai mai siwaintere kia kungera kai. Mungu atufanye tu wa kweli sisi ni wana wa Mungu. Peye mimi ni dawida la lungana lenya. Ili mioyo ya watu wakisipate. Aku bironga la haba ngine ndio mangayelo haba nji. Maana taifa ili wakimpata Mungu. Yango ndo ndanga injineri. Mungu anakuwa amepata sifa. Yango ndo ndanga yange sasa. Mungu anakuwa amepata sifa. Yengi una yanga iro asiba. Tukimkubali Mungu kwa ukweli. Yango roho wake ndio inakuwa watu wote wanakuwa wativu. Mirogi sika inara kazi. Hata askari wanakuwa hawana kazi. Yengi rugo wananga iwage. Watu wote wakimkubali Mungu. Yabo nuse sika inara kanisa sasa. Hata askari wanakuja kumwabudu Mungu wake sana. Mirogi ana kazi ya. Maana hawana kazi tena. Angoro hivi ana kazi. Maana wanakuwa na kazi. Ni kwa sababu ya wale wenye dhambi. Yabo ndio miriki landu. Yaani wananyamazisha wale wabaya. Kulani miriki role langa. Wale ambao neno la Mungu aliwanyamazisha. Kulani miriki mbili sana. Wale ambao neema ya Mungu iliwanyamazisha. Miriki na ukile iro hivi tu kujiona. Wananyamazishwa kwa namna nyingine ili waweze kutulia. Angalia hapa kwa na wage na lara. Angalia kama watu wote watafikia kwenye kusudi. Kuna wale wage na ini kila mtu anapozaliwa na kusudi. Hakuna nako ngara landu na ukao. Lakini watu wakiwa wabaya duniani. Nimeona wale wale baya lara. Hakuna mtu atakayefika kwenye kusudi. Basi kwa sababu leo kwa mwana. Tunaenda kwa Mungu. Tungaji karibu kumbele na mwenyekiti karibia kwa ajili ya maombi. Yege nangaya Baba, katika jina la Yesu
Wabara karena Yesu Mungu kwa maisha yako. Asante kwa kuwa wewe ni Baba Yesu. Asante kwa kuwa umenieleza neno lako katikati ya yote. Watoto wako wamepiga magoti mbele yako. Baada ya kuandika ujumbe Baba Yesu, nenda usipokee yale ambayo unahitaji kwa maisha yako. ya sebaraba kikilo gisu ero pagi no we momino era na yera ala udaleze era dua tokola jaisina ya ligijera giye tema yengi rangi de wala Yesu Kristo amara yelle miriso ama yenge de mara era yanga ile suyene nse era yelle salara de nse yangar ne Yesu Kristo la ngale na ya Israeli da sabara de yasela na yengi suyene nes yangar ne Yesu baba nisima ngema ilanye baba nisema na ngaiga baba nai wewe kisine yu na ngale murano ndio merendo wewe na ngawala simara asiye sio samela na baba Najua Mungu amekubariki na umekusanya neno kubwa kwa siku hizi zote. Usiku na mchana maneno sio dogo. Nenda kabebe likakusaidia wewe na familia yako. Na ikakuwe ikawa kitu cha maana ndani yako. Aisha nashe angaya ngwandarasi. Ninakushukuru Yesu. Aile bunyiranda ruriga lwegro shumara. Nakuinua Baba. Megaramaya na baba lai gerubi wesera firegeber. Atukuzwe. Ninga mwenge sesa wangani rwegro. Kinjo ya nashe rosidani rasa leo iga lolongangai. Yesu. Ya rasa mage wani rasi yo bigeni nisingali nono. Rasa na ngai rangarakala dali nono. Merabali yo nuro engisia ya nuri ya lolangari nonangai. Meru bulun bayi engkisia ya na rangana yo, nega tamunya gini kisisia gini kita dia kannya. Nara karena Yesus Kristus kita dia Yesus balai. Amin.